Bana, ni kukaribisha tena. Karibu katika channel yako nzuri ya Save TV. Langu jina naitwa Save Charles, jina kubwa, sauti yenye baraka. Cha kufanya sasa, wewe ingia tu YouTube, andika Save TV, kisha bonyeza maandishi mekundu yanayoandikwa Save TV, kisha subscribe, like na comment channel yako, ili muda wetu wa kwanza kupata kazi zetu, na pia uwe shabiki yetu kindaki ndaki. Sasa bana, tunamwongelea Mbappe kuhusiana na swala zima la AFCON ambayo imechezeka tarehe 18 na washikaji zake ambao anacheza nao katika timu ya Madrid, akiwepo Hakim pamoja na Brahim. Sasa mshambuliaji wa Real Madrid ameonyesha uongozi wa kipekee kwa kuonga mkono marafiki zake wa karibu Ashraf Hakimi pamoja na Brahim Diaz baada ya Morocco kupoteza fainali ya AFCON 2025 dhidi ya Senegal mnamo Januari 18. Mbappe alifichua kuwa alitumia sehemu kubwa ya usiku akizungumza na Hakimi kwa simu kumfariji, huku akisisitiza kuwa kikosi kizima cha Real Madrid kina wajibu wa kumlinda na kumsaidia Diaz kurejea katika hali yake ya kawaida ya kisaikolojia baada ya kukumbwa na shinikizo kubwa kufuatia kukosa penati ya maamuzi. Sasa alieleza kuwa anafahamu fika uchungu wa kukosa penati muhimu, akitolea mfano wa tukio lake la 2020 na akasisitiza kuwa utu unapaswa kupewa kipaumbele kuliko matokeo uwanjani. Kwa sasa nadhani tunafahamu kwamba Mbappe ndiye anayepewa nafasi kubwa ya kutoa tuzo ya Ballon d'Or mwaka 2026, akiongoza katika utabiri wa mashariki ya michezo kama beti 365 na score 90 kutokana na kiwango chake bora msimu huu, akiwa ameshafunga mabao 32 katika mechi 28 ya kwanza ya msimu mwaka 2025-2026 ndani ya Real Madrid. Mshambuliaji huyo ameweka wazi kuwa mwaka huu 2026 ndiyo kipaumbele chake kikuu, akilenga kuvunja rekodi ya mfungaji ya Miroslav Klose katika kombe la dunia. Sasa Mbappe amesisitiza kuwa hana mpango wa kutazama mbali zaidi ya michuano hiyo ya Marekani, Mexico na Canada, akidhamiria kuongoza Ufaransa kutoa ubingwa wa dunia na kuandika historia kuwa mfungaji bora wa muda wote wa mashindano hayo.